Karibu tena mpendwa katika fundisho la leo. Tunapoangazia kitabu cha Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Na inasema ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Jambo hili mpendwa limeweza kuwatenganisha watu wengi katika imani, wengi wakisema ya kwamba inazungumzia wawili, wengine watatu na mambo kama hayo. Lakini leo tungependa kujua, je, Mungu alikuwa akisema na nani? Je, alikuwa akisema na Yesu na Roho? Je, walikuwa wawili ama watatu? Jambo ambalo tunapaswa kujiuliza kwanza, ni nani aliye na mfano wa Mungu na ni nani aliye sura ya Mungu? Kwa sababu huyo ndiye Mungu aliyekuwa akizungumza naye. Kwa maana Mungu amesema tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa hivyo Mungu lazima awe alikuwa akiongea na yule ambaye ako na mfano yake na yule ambaye ako na sura yake. Sasa tuweze kuangalia kitabu kimoja kinaitwa Wakolosai, tuweze kuuliza mfano, nani ako na mfano wa Mungu? Wakolosai 1:15 inasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Fungu hili linamzungumzia Yesu ya kwamba yeye ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo katika fungu hilo la Wakolosai tunapata ya kwamba Yesu ako na mfano wa Mungu. Haya, tuweze kuchunguza pia ni nani ako na sura ya Mungu. Nani ako na sura ya Mungu? Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wake ni wa 4. Nasema ya kwamba ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hivyo Yesu pia ni sura ya Mungu na pia Yesu ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo tayari katika Biblia tumepata ushahidi ni nani aliye na sura ya Mungu, nani aliye na mfano wa Mungu, image and likeness of God. Na tukapata ya kwamba ni Yesu. Roho naye. Tunaposema mfano na sura ni kwamba Mungu ako na kiwiliwili, Yesu ako na kiwiliwili, lakini Roho yupo Roho, lakini Roho sio mtu mwingine wa tatu. Roho hawezi akaonekana kama vile Yesu alivyotamka katika kitabu cha Luka 24:39. Luka 24:39 inasema Yesu alipofufuka akakutana na wale wanafunzi na wengine kama Thomaso walikosa kumwamini, lakini Yesu akasema hivi, tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Kwa hivyo Yesu ameshuhudia kwamba roho haina mwili na mfupa. Kwa hivyo roho hakina mwili, si mtu mwingine tofauti, bali ni roho wa Mungu na ni roho wa Kristo ambaye ako ndani yao. Kwa hivyo Mwanzo 1:26 inaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, Yesu peke yake ndiye aliye na mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Roho ni wao, ako ndani yao. Kwa hivyo wale ambao walihusika katika uumbaji ni Baba na Mwana. Walikuwepo wangapi? Wawili, Roho akiwa ndani yao. Tumeona ya kwamba Roho haina mwili, kwa hivyo hawezi kusimama hapo kando, hawezi kuzungumziwa na hapo kando. Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Roho ya Unabii. Tunasoma kitabu inaitwa The Story of Redemption, page 20, paragraph 1 na paragraph 2. Ukipenda unaandika SR 20.1.2. Inasema, the Father and the Son
engaged in the mighty wondrous work they had contemplated of creating the world. Kwa hivyo katika hiyo paragraph ya kwanza tunaambiwa kwamba Baba na Mwana walihusika katika hiyo kazi kubwa ambao walikuwa wameipanga ya kuiumba dunia. Haya, tunasoma paragraph ya pili. After the earth was created and the beast upon it, the Father and the Son carried out their purpose. Baba na Mwana wakaendeleza makusudio yao, which was designed before the fall of Satan, ambao walikuwa wameipanga hata kabla ya shetani kuanguka, to make man in their own image, kumuumba mwanadamu kwa mfano wao. They had wrought together in the creation of the earth and every living thing upon it. Walikuwa wamehusika katika kuumba dunia na pia kuumba kila chenye uhai ambacho kinaishi katika dunia. And now God said to his son, let us make man in our image. Alafu Mungu akamwambia mwanawe, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Tunasoma kitabu kingine cha Roho ya Unabii, ambayo tutasoma kitabu cha tunasoma kitabu kingine kinaitwa Spiritual Gifts. Spiritual Gifts 17.1 volume 1. So 1SG, Spiritual Gifts volume 1 page 17 paragraph 1. Inasema, the Lord had shown me that Satan was once a honored angel in heaven. Bwana akanionyesha kwamba shetani alikuwa malaika aliyeheshimiwa sana kule mbinguni, next to Jesus Christ. Alikuwa anamfuata tu Yesu. His countenance was mild, expressive of happiness like the other angels. Alikuwa ameumbwa tu na alikuwa na furaha kama malaika wengine. His forehead was high and broad and showed great intelligence. Alikuwa na hekima ya hali ya juu. His form was perfect. Alikuwa mkamilifu. He had a noble, majestic bearing. And I saw that when God said to his son, na nikaona ya kwamba wakati Mungu alimwambia mwanawe, let us make man in our image, Satan was jealous of Jesus. Wakati Mungu alimwambia mwanawe, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, shetani hakupendezwa na jambo hilo, kwa sababu he wished to be consulted concerning the formation of man. Pia naye alitaka kuulizwa kuhusu mashauri ya kumuumba mwanadamu, lakini hakuhusishwa. Nani alihusishwa? Ni Yesu alihusishwa katika kazi hiyo ya kupanga na pia kuumba. Kwa hivyo fungu hilo la Genesis 1:26 tunapata kuelewa kwamba hawakuwepo watatu wakizungumza. Ni Baba alimweleza Mwana, tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu.